Hii ni maajabu. Usiku wa maajabu leo umeendelea bana. Tumetoka kushuhudia ule usiku wa Ulaya, usiku wa UEFA Champions League. Usiku fulani hivyo wa kuogopeka sana. Tumetoka kushuhudia mchezo wa UEFA Champions League round ya 16, mchezo wa mzunguko wa pili kati ya Liverpool dhidi ya PSG. One of the biggest match. Hii mechi ilipaswa kuwa hata finali, sio round ya 16 ise. UEFA wanatukosea sana. Ni mechi fulani hivi ambayo ilianza vizuri sana kwa PSG, wakifanikiwa kupata goli la kwanza katika dakika 12 ya mchezo kupitia mchezaji Ousmane Dembele. Ousmane Dembele anaitanguliza PSG dakika 12 ya mchezo. Goli ambalo lilidumu mpaka 90 dakika zilipotamatika. Huu mchezo ulikuwa na mambo mengi sana. Kwanza mechi ilikuwa ni ya kutesa kwa zamu, kila pande ikitesa kwa dakika zake. PSG walianza vizuri, walitesa kwa kiasi chao, lakini Liverpool pia walitesa, lakini mateso yao hayakuwa na maumivu yoyote kwa upande wa PSG. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika, PSG wakiwa na goli 1-0 dhidi ya Liverpool. Tukarudi kuzishuhudia dakika nyingine 45 za kukamilisha 90 za kucheza, dakika ambazo zilikuwa dakika tasa kwa pande zote mbili. Ni dakika ambazo Liverpool walipata nafasi nyingi sana, lakini umahiri wa golikipa wa klabu ya PSG umeweza kudhihirika katika mechi hii ya Liverpool. Amefanya save nyingi sana ambazo zimewakosesha ushindi Liverpool. Lakini dakika za mwishoni Liverpool wamenyanyasika kinoma dhidi ya PSG. PSG walipeleka moto sana katika lango la Liverpool. Hii baada ya beki wa Liverpool bwana Alexander-Arnold Trent kupata injury na kutoka katika dakika 73 ya mchezo. Ni dakika ambazo ziligeuka kwa Liverpool, wakaanza kushambuliwa kwa kasi kubwa sana. Lakini all in all, mashambulizi hayo hayakuweza kuzaa matunda kwa PSG mpaka 90 dakika za kucheza zinatamatika. PSG walikuwa wakiongoza kwa goli lile 1-0 dhidi ya Liverpool. Aggregate ikisoma 1-1 kwa sababu Liverpool, kama unakumbuka mchezo wa nyuma, Liverpool walifanikiwa kushinda goli 1-0 katika uwanja wa nyumbani wa PSG. Kwa hiyo leo PSG walifanya revenge. Sasa mechi imemalizika, aggregate inasoma 1-1. Tukaenda kuzishuhudia extra time, dakika 30. Ni dakika ambazo zilikuwa za moto kweli kweli, pande zote mbili zikipelekeana mashambulizi hapa na pale. Lakini dakika za mwishoni PSG walipeleka moto zaidi. Liverpool wamenyanyasika kinoma. Sijawahi kuona Liverpool akinyanyasika hivi katika msimu huu 2024-2025. Haya atakuwa ni mateso ya kwanza kwa Liverpool. Mpaka extra time zinamalizika, bado aggregate ilikuwa nasoma 1-1. Tukaenda kuishuhudia mikwaju ya penalty ambayo PSG wamewin bana. Wameshinda penalty 4-1. Ushindi wa penalty umewapeleka PSG Paris Saint-Germain katika robo finali ya UEFA Champions League. Sasa rasmi Liverpool wameweza kuyaaga mashindano mapema kabisa katika hatua ya 16 bora. Wanarudi nyumbani huko. Kabla ya mchezo huu kulikuwa na michezo mingine ya UEFA Champions League round ya 16 katika mzunguko wa pili, ambako FC Barcelona walikipiga na Benfica. Barcelona walishinda kwa goli 3-1 dhidi ya Benfica. Aggregate ya 4-1. Leverkusen dhidi ya Bayern Munich walifanikiwa kushinda dhidi ya Leverkusen, ushindi wa goli 2-0. Inter Milan dhidi ya Feyenoord. Inter Milan walishinda ushindi wa goli 2-1. Sasa rasmi PSG wanaungana na FC Barcelona, wanaungana na Bayern Munich pamoja na Inter Milan katika hatua ya robo finali. Kesho tena UEFA Champions League, usiku wa maajabu unaendelea kama kawaida. Lille watamkaribisha Dortmund majira ya 2:45 za usiku, wakiwa na aggregate ya goli 1-1, huko Arsenal wakimkaribisha PSV majira ya 5 kamili usiku. Arsenal na aggregate ya goli 7-1 dhidi ya PSV. Aston Villa dhidi ya Club Brugge, mechi itapigwa majira ya 5 kamili usiku.
Aston Villa wana aggregate ya goli 3-1. One of the biggest match ambayo inasubiriwa kwa hamu ni hii hapa ya Atletico Madrid dhidi ya Real Madrid, ambapo tayari Real Madrid kwenye aggregate wanaongoza kwa ushindi wa goli 2-1. Mechi gani ambayo naisubiri kwa hamu katika usiku wa UEFA Champions League kesho? Na ni mechi gani imekufurahisha zaidi leo kwenye UEFA Champions League? Naomba niambie hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12 ya Dino Television. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.